Kutoka Ulaya Mashariki nchini Romania, taarifa za kushtua zimeibuka upya ambapo Calin Georgescu, mwanasiasa wa mlengo wa kulia na mkali kweli kweli na aliyewahi kugombea urais, sasa amefunguliwa mashtaka mazito juu ya kujaribu kufanya mapinduzi ya kijeshi. Mashtaka haya yanakuja baada ya kurudi ya raundi ya kwanza ya uchaguzi wa urais kufutwa mwezi Disemba mwaka jana. Sio Georgescu pekee aliyehusishwa, lakini pia Horatiu Potra aliwahi kuwa askari wa jeshi la kigeni la Ufaransa na kiongozi wa kikundi cha wanamgambo katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, pamoja na watu wengine zaidi ya 20 pia wamefunguliwa mashtaka. Kwa mujibu wa waendesha mashtaka wa Romania, wanasema njama hiyo ilihusisha shambulio lililokuwa limepangwa kufanyika katika mji mkuu wa Bucharest mnamo tarehe 8 Disemba, lakini mpango huo ulidhibitiwa na polisi kabla hata ya kutekelezwa. Ripoti zinadai kuwa kundi hilo lilikuwa na uhusiano wa karibu na mashirika ya kijasusi ya kigeni na lengo lao kuu lilikuwa kuvuruga mfumo wa kikatiba wa taifa la Romania. Swali kubwa ambalo sasa linabaki ni je, huu ni ushindi wa njama kubwa ya kimataifa dhidi ya Romania au ni mpango wa ndani ulioshindwa kabla haujawa hatari zaidi? Bana, hii ni moja ya habari kubwa sana kutokea kule Romania. Hivi sasa watu wengi sana wamekuwa wakijihusisha na mapinduzi katika mataifa yao kutokana na changamoto ambazo raia wengi wamekuwa labda wakizilalamikia, au wenyewe wakiona mfumo hauwapendezi moja kwa moja wanaamua kuchukua maamuzi ya kupindua mataifa yao ili waweze kuongoza wao katika njia ambayo wanaiona sahihi. Tunaona kutokea kule Burkina Faso, Ibrahim Traore amekuwa ni mtu ambaye alisimama kidete na kuweza kupindua taifa na rais ambaye alikuwa madarakani, kisha kuanza kuiongoza taifa hiyo kwa njia za kijeshi ili maisha mengine yaweze kuendelea, na mpaka hivi sasa yuko madarakani na anaelezwa kuwa ni mtu ambaye amefanya maendeleo makubwa wakati wa utawala wake kuliko kawaida.